Kwa asilia zinauliza. Kwa tuanze matumizi ya dawa. Mara nyingi package hii inakuwa na dawa 6, sawa, kitabu cha 7. Sawa. Kwa regardless utegemeana na tatizo. Sababu DMS imezigawanya kwenye group A, group B, group C, mpaka group D. Kwa kila group kutegemeana na package yake. Sawa. Lakini package general ni ambayo ya group B. Ndio package general ambayo ya masturbation ambayo mara nyingi inakuwa na dawa 6, kitabu cha 7 au sometimes kutegemeana na maelezo yake na kuongezeka dawa moja ikawa dawa 8. Kwa hiyo humo kuna kitabu cha kwangu mwenyewe nimekiandika kitabu changu. Hiki kitabu changu nimekiandika kwa lengo ile point ya kwamba kusema elimu. Kwa asili ya kuuza bei kubwa ni kitabu. Bei kubwa. Kwa humo nimebainisha zile kanuni zote. Kanuni zote 10 nimebainisha humo. Kanuni zote 10. Utaka kama tatizo hili fanya hivi utakuwa vizuri. Kwa hiyo kitabu tutakimalizia mwishoni. Twende katika dawa kabisa. Kwa dawa kama dawa kuna dawa namba 1. Inaitwa Clean Master. Sawa. Inaitwa Clean Master. Hii dawa kazi yake ni kutoa sumu na takataka mwilini. Sawa. Unajua sometimes unapokuwa na uchafu mwilini digestion inagoma. Sawa. Kuna kipengele kimoja tulikuwa tunasomaga, unaweza kanywa panada afu kina chooni kainya. Kama ilivyo. Imegoma kutokana na makapi digestion imekataa. Kwa mtu mwingine anajisafisha, anaona hivi kama vitu hivi. Hiyo ndio asili ya kuwa na uchafu mwingi mwilini. Some of digestion inakataa. Kwa hiyo Clean Master asili yake ni kutoa sumu na takataka mwilini. Kwa hiyo tunasema kama ni preparation ya kuanzia tiba. Kwa hiyo dawa kwa wewe hapo utakuwa unatumia vijiko viwili. Asubuhi viwili. Kama vijiko vikubwa. Viwe flat tu. Unachota kawaida tu flat hapa bila kutia malengo unapiga viwili. Sasa kama hapa nitazungumza kiujumla kwa kwamba utegemea na kazi unaifanya. Mara nyingi kazi yako unaingia asubuhi. Kwa hiyo dawa utakunywa usiku. Kama kazi unaingia usiku, dawa unakunywa asubuhi. Kwa hiyo sasa utakuwa unakunywa usiku. Kila siku usiku vijiko hivi viwili. Kila siku usiku vijiko hivi kabla kulala. Viwili. Sawa. Kwa utaanza na dawa unaitumia huku ukiwa umerelax, huku unasoma kitabu. Sawa. Kwa hiyo kitabu tutakielezea mwishoni, lakini kipindi unatumia dawa hii, utakuwa unasoma kitabu, unapata hiyo elimu na unaandaa mahitaji yaliyoandikwa katika kitabu. Sawa. Tumeelewana vizuri hapo? Tumeelewana? Kwa hiyo dawa sina kipimo maalum, lakini naweza kukadiria ukiendelea siku 2, siku 3, siku 4. Itakuwa imeisha. Kwa hiyo siku hizo 4 utakuwa unatumia dawa hii tu peke yake. Sawa. Huku ukiendelea kusoma kitabu na kukusanya mahitaji yaliyoandikwa kwenye kitabu. Siku zote hizo. Sawa. Mpaka dawa ije iishe. Hii Clean Master mpaka ije iishe. Kwa siku itaoisha ndio siku utahesabu siku ya kwanza ya tiba. Sawa. Utaanza kutumia dawa zingine zote. Sawa. Siku itaoisha. So mpaka siku dawa inaisha utakuwa ushajipanga kwa kila kitu. Sawa. Formula iliyoandikwa humu, kisaikolojia na dawa. Kwa siku itaoisha utakuwa tayari ushakuwa very prepared. Kwa hiyo dawa kama utakuwa na sumu takataka nyingi mwilini kipindi unaitumia, unaweza kuwa unaalisha. Utakuwa unapata choo laini. Sawa. Ushaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya wewe ni kuendelea kunywa maji mengi, ima uvuguvugu au ya baridi. Kunywa kwa wingi maji. Kama utakuwa unalisha kunywa maji kwa wingi, kila unalisha kunywa maji kwa wingi. Usipoteze maji mwilini na kusafisha mwili moja kwa moja. Kwa tujalie dawa utaitumia kwa muda wa siku 3 au siku 4, itakuwa imeisha. Je, nini kinafuata? Kinafuatia unaanza kutumia matumizi ya dawa hizi hapa. 1 2 3. Kuna dawa moja ndogo haipo ya 4, nitakuelekeza bila shida na bila shaka. Kwa hiyo utaanza kutumia dawa kama hizi zifuatazo. Utaanza kutumia dawa hii kwa siku hiyo. Sawa. Kwa siku hiyo utaanza kutumia dawa hizi zote isipokuwa dawa moja ambayo haipo, ambayo nitakuelekeza pia, si ndio? Sawa. Kwa hiyo dawa inaitwa nini? Chupa ndogo colorless. Ndio hii hapa. Kwa hiyo utakuwa una shake before use. Hii ni kanuni ya kila sehemu. Unatikisa vizuri. Kwa hiyo sasa utakuwa umetikisa vizuri kama hivyo. Utakuwa unatumia kifuniko kimoja, unapaka kwenye uume, unachua uume kuanzia kwenye shina kuelekea mbele. Unafanya anti-clockwise na zile program za masturbation unafanya. Kwa hiyo dawa kazi yake ni kusisimua na kuvimbisha misuli ile ilikuwa imesinyaa, imenywea, imekosa nguvu. Unafanya hivyo kwa wingi. Unachua vizuri kwa nguvu nyingi, itakuwa inawasha kwa ajili ya kusisimua seli. Kwa hiyo chupa ndogo colorless utakuwa unatumia mara 2 kwa siku, asubuhi na jioni. Ikitokea asubuhi labda umechelewa kazini, una mawenge, usitumie. Njoo tumie usiku kwa utulivu, usifanye complication yoyote.
Dawa nyingine ya kuendelea nayo inaitwa Jembe Mix. Sawa. Hii Jembe Mix ndio imebeba title ya brand yote, na brand yangu mimi ndio imebeba Jembe Mix. Jembe Mix ndio huyu hapa, namuita baba mwenye nyumba. Unaona Jembe Mix ndio huyu. Ujembe Mix ulikuwa unapiga vijiko vyako viwili vizuri tu vya chakula. Asubuhi vijiko viwili, jioni vijiko viwili, unachoto unapiga. Asubuhi vijiko viwili, jioni vijiko viwili. Asubuhi vijiko viwili, jioni vijiko viwili. Mpaka dawa iishe, unaendelea. Pia kuna dawa hii Simbi. Sawa. Hizi Simbi utazichukua 7. Sawa. 7 utaziosha vizuri, baada ya kuziosha vizuri utachukua kuna glasi yako ya maji ya kunywa, utaziweka. Kuna glasi yako ya maji ya kunywa ambayo haina maji. Si ndio? Sawa. Baada ya pale utatafuta ndimu 12. Ndimu 12. Utazikata utakamulia. Kama mazingira yako ndimu zinakusumbua utatumia malimao 6. Sawa. Yote hayo nimeandika hapa. Sawa. Na kwenye kitabu yapo. Sawa. Na audio nayo. Si ndio? Kwa utakata hapo, utaweka ndani muda wa masaa 24. Kwa kama uzikamulia muli afu kazifunika leo mpaka kesho muda kama wa leo ndio utazifunua utaona zimeanza kuyeyuka. Kwa utakuwa unapiga vijiko vingapi? Vijiko vyako 3. Vijiko 3. Vikubwa. Vijiko 3 asubuhi na jioni unakunywa. Vijiko 3 asubuhi na jioni. Huku zikiendea zile zilizobakia zinaenda kuwa dissolved. Sawa. Au sio? Kwa ndimu ni solvent. Inayeyusha sasa hivi. Ndimu ni solvent. Inayeyusha zile Simbi. Zile Simbi kazi yake kuongeza madini joto. Sawa. Mwilini. Na inafanya kazi kubwa katika wale watu ambao umeo umelala. Sawa. Inafanya repairing ya ndani kwenda? Na kutoka mechanism tutarudi kwenye chemistry kutana A plus 2 A plus A mtu azasielewe zaidi. Kwa hiyo Simbi. Kwa hiyo utakuwa unatumia vile vile. Kwa maanisha zile za ndani zinakuwa zinalizovu hivi ukiasi unazidi kulizovu. Mpaka itafika hapa siku ya 7 au siku ya ngapi au siku ya 5, almost kama kwa siku ya 5 zitakuwa imeisha. Kwa sababu zitakuwa zimeisha, ile gasi utaisafisha, utachukua 7 tena utakandamiza. Nyingine tena. Humu ziko 21. 21 kwa 3 unakuja 7, si ndio? Kwa hiyo 7 mara 3. Kwa program utaifanya mara ngapi? Mara 3. Kwa raundi za 7 7 ya kwanza, 7 ya pili, 7 ya 3. Ndimu 12 au limausi au limau 6. Ni formula ya kawaida. Ndimu ni ndogo ndio maana zinakuwa 12, limau ni kubwa ndio maana zinakuwa 6. Channel baka. Hii ni product mpya ambayo inaitwa Visiki. Tumeitoa ni dawa ambayo ni vile ya kuonesha kama sisi kwa baadhi ya tiba za asili lazima tuwe na dawa zingine za miti. Hii dawa nimekugia kama sweba yangu ni package kubwa zaidi. Hii unataka kufanya kwa package ni kubwa sana na ina nguvu. Kwenda kuchukua hii miti, ukaiosha vizuri, ukaisafisha na maji. Sawa. Ikawa safi na salama. Ukachukua chupa yako lita 1.5 kama hii. Sawa. Ukaidumbukiza hiyo miti yote. Kama inagoma kuingia na katakata na kisu, unaidumkiza. Alafu unajaza maji full. Sawa. Kama zingira yako inakuruhusu kuiweka nje, unaweka nje maji ipige na jua. Utakuwa unapiga robo kikombe au fundo moja. Fundo moja na maanisha nile ule ujazo wa kuingia bila kushindwa kumeza, si ndio? Umeuzuia. Mpaka mdomo ujaye. Ujaye. Unameza unachana nayo. Sababu sometimes tunaokoa muda, tunatumia teknolojia kusema nichukue kikombe mara kikombe au robo kikombe, kwa kadiria tulikuja mdomo ukipiga fundo moja inatosha. Asubuhi na jioni. Kwa hiyo utakuwa unatumia inashuka. Ikifika nusu ijaze tena maji. Shake before use, irudishe tena juani. Ipige moto. Ushaelewa? Kwa kanuni moja ya miti ikireact na hewa inaoza. Ikireact na maji zakata mwezi mzima. Kwa hiyo kama itafutulia hivi kishuka siku ya kwanza hizi kuoza, siku ya pili hizi kuoza, siku ya tatu hizi kuoza, basi siku ya 4 hivi kama ni react na hewa, sababu utakuwa unaitumia ikiwa original. Kwa siku ya 4 itakuwa dawa imefika hata kama tunakadiria, au sio? Kwa pale unaijaza tena maji tena mpaka juu. Inajaza mpaka juu. Afu unaweka juani labda siku nzima inakula jua. Kesho unaimuka nayo tena asubuhi. Unaamka nayo tena asubuhi. Kwa hiyo inakuwa asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Unaelewa hapo? Sawa. Kwa hiyo inaitia yote kwenye yote na inaitia kwenye chupa yote. Sawa. Unaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo dawa nimekuelekeza ngapi? 1 2 3 4 5. Nabakia dawa ngapi? Dawa ya 6. Dawa ya 6 ni kidawa kidogo kama hichi. Na dawa kidogo kama hichi kinaitwa nini? Inaitwa dawa ya saikolojia. Dawa kidogo kama hichi inaitwa dawa ya saikolojia. Kwa hiyo kidawa kama ungekuwa umeoa au kanuni yake unakitumia mara 2 kwa dozi nzima. Toka ile siku ulianza kuhesabu siku ya kwanza umeanza tiba, ndio? Mpaka siku ya 7. Siku 7 ikifika unaitumia dawa. Unaitumiaje? Hiyo dawa ndani ina unga, ndio? Na imechanganyika na mafuta. Unaikata nusu. Kwa nusu unatumia siku hiyo ya 7 na nusu siku ya
14. Kwa hiyo dawa inatumika mara mbili tu. Baada siku ya 7 na siku ya 14. Na baada tena wiki mbili, baada tena wiki mbili. Siku ya 7 utakuwa umetumia. Baada pale unakausha tena. 7 tena ikiongezeka sio siku 14. Sawa. Ushaelewa mpaka pale? Wiki hii unaitumia mwishoni wa wiki na mwisho wa wiki ndio siku ya 7 na siku ya 14. Siku ya 14. Ushaelewa hapo? Kwa ni namba siku ya 7 na siku 14 kwa moja mpaka 14. Kuna hesabu ukifika unatumia na kuna 14 ukifika unatumia. Kwa hiyo unaitumia vipi? Unaikata nusu. Kwa hiyo nusu ni ya siku ya 14 na hii nusu ni ya siku ya 7. Je, nusu ya siku ya 7 unaitumiaje? Hii nusu ya siku ya 7 nayo unaikata nusu. Ushaelewa? Nusu unaitumia kwenye kichwa cha uume, nusu unatumia kwenye uume wote. Je, unatumiaje? Ile nusu kwenye kichwa cha uume unaipakaza kwenye kichwa cha uume. Alafu unakifanyia kichwa cha uume, shingo ya uume na kichwa chote cha uume unaifanyia masaji. Masaji ya nguvu kidogo kwa muda wa dakika 5. Na ile nusu nyingine unaipakaza kwenye uume, unafanyia masaji uume. Wote kwa muda wa dakika 10. Ukiwa na matarajio siku hiyo ya 7 kushiriki tendo la ndoa. Kama utakuwa una matarajio kushiriki tendo la ndoa, hauitumii. Kwa sababu siku ya 7 ni kipimo ambacho tumekiweka mtu kujiangalia maendeleo yako vipi. Dawa ni kweli au maneno ni mengi? Umeona? Kwa siku ya ngapi? Ya 7. Kwa hiyo utaitumia wakati gani? Masaa 2 kabla au zaidi ya masaa 2 kabla ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo maana hiyo kimsingi siku ya 7 tunazungumzia, yani baada ya kutumia hizo dawa. Sawa. Siku ya 7. Iwe zimeisha au zinaendelea. Zinaendelea. Ndio unatumia sasa hiyo dawa. Unajitest kuangalia bana grafu yangu inaenda vipi. Una lolote? Lolote. Unanipigia simu, ndugu yangu nashukuru. Au ndugu yangu sikufiche majanga. Ushaelewa mpaka? Baada pale unaendelea tena na programu yako vizuri, tena siku ya 14 ikifika unapiga tena nzigi, unaangalia vipi grafu imeongezeka mpaka 100%, iko pale 70 au imeshuka. Ushaelewa mpaka pale? Na jinsi ya kutumia umeelewa? Nimekwambia masaa 2 kabla au zaidi ya masaa 2. Hapa masaa sasa hivi ni saa 8 mchana tunapoongea au saa 9. Sawa. Ndio nimeongea na mke wangu akasafiri, atarudi labda saa jioni. Kwa sababu ndio naanza kujiandaa. Ushaelewa? Ndio unaanza kujiandaa, unatumia hii dawa. Baada ya hapo kufanya lile zoezi lako, unavaa boxer yako nini, nguo zako, unaendelea shughuli zako. Kama unaenda open unaendelea mpaka masaa yako 2 yamepita au zaidi ya masaa 2. Unarudi nyumbani, unaoga, unajisafisha, unakuwa safi na salama, unaingia katika Kwa point inamaanisha hapo ni isipungue masaa 2. Basi. Ila kama zaidi ya masaa 2 ukafanya kama 5, lakini isipungue masaa labda masalani anakuambia anakuja saa 10, wewe ukaitumia saa 4 unaenda open, ukaitumia mpaka saa 4 mpaka saa 9, ukampitia mke wako mkodi naye nyumbani bila shida yoyote. Kwa hapo ndakuwa nimekuelekeza dawa zote ngapi? Dawa zote 6 na kitabu cha 7. Sasa je, katika hizo dawa 6 una swali sijui? Kwa hiyo dawa sema hauna. Hiyo. Siwezi kusema sina, nasema vipi hivyo sina. Sema full package. Sema full package. Package yako hapo imetimia. Na kukuongezea kanuni nyingine ya ujumla. Kanuni nyingine ya ujumla. Dawa yoyote ikiwa ni ya kunywa. Dawa yote ikiwa ni ya kunywa ni vijiko 2 kutwa mara 2. Vijiko 2 kutwa mara 2. Kanuni yote. Dawa yote ikiwa ni ya kunywa vijiko 2 mara 2. Na dawa yote ikiwa ya kunywa ya unga ni kijiko kimoja kutwa mara 1. Kutwa mara 2. Dawa ya unga. Hapa masa kuna dawa ulinunua pale kuzia namba imepotea. Kilo kimpigia haipatikani. Patikani. Na dawa ulinunua labda ni masa ni ya tumbo. Kwa hiyo maanisha dawa ya tumbo ni ya kunywa, dawa yenyewe ni ya unga. Je, ni nakunywa vipi? Ni kutwa mara 2. Kijiko kimoja. Kutwa mara 2. Kwa maana asubuhi na jioni. Dawa yenyewe yote ni ya unga. Ya unga. Isipokuwa hapo tutabadilisha tu hapo kwa sababu na shule labda kuchanganya. Vijiko vidogo kutwa mara ngapi? Mara 2. Sasa vijiko vidogo sio kikubwa kimoja. Labda vijiko vile mara kipo ni kijiko kimoja. Labda mtu anataka kuchanganya mara vijiko vidogo, tumia vijiko vidogo vya chai kutwa mara 2. Vijiko vidogo vya chai ndio kikubwa kimoja cha chakula. Isipokuwa dawa ikiwa kimiminika ya kunywa kama hizi ni vijiko viwili ili vikubwa vya chakula kutwa mara 2. Hapo umeeleka? Kwa hiyo kwa kwanza nitatumia
Ina maana leo kwa mfano kutumia dawa hii. Sawa. Vijiko viwili. Sawa. Asubuhi na jioni. Si ndio? Baadaye ikishakwisha hii ndio nitaanza kutumia package nzima sasa. Package nzima hiyo. Si ndio? Pamoja na nini? Baba mwenye nyumba. Pamoja na kitabu. Sasa huku kwenye kitabu pamoja na hizi dawa. Kwenye kitabu hizi formula ambazo zinazo kwenye kitabu. Ina maana itabidi kuzitumia kwa maana sasa ya kila siku au inategemea sababu utaanza kutoka kwa mchanganyiko wa matunda na juice. Yani tuko sasa kwenye kitabu hivi vitu ambavyo kutumia. Content ya kwenye kitabu you must be very smart kwenye kitabu. Afu kanuni ni ada, ni wajibu. Labda mathalani wewe unakunywa maji lakini hunywi kwa kanuni. Unakunywa kwa sababu una kiu. Lazima sasa unapewa njia ya kufanya hivi. Kukutumia nini? Kama kanuni. Vyote tutakipitia, wewe usijali, wewe kilete nitakupitisha kitabu chote hapa. Sawa. Tuje katika pointi ya msingi ambayo nilikuwa nimeiruka. Kwa mtu wote ambaye anatumia hii dawa ya kusafisha mwili kwa siku za mwanzo, mathalan kama wewe unataka kupata matokeo ya haraka na mashine iende vizuri, yaani isimame balaa. Sawa. Unatakiwa kila siku utumie tangawizi 2. Tangawizi 2. Yaani unachukua tangawizi zako 2 zile, unazisaga kwenye blender. Sawa. Tangawizi zako 2? Unasaga kwenye blender. Alafu unatia maji lita 1.5. Unachemsha. Sawa. Ukichemsha maji lita 1.5 sasa yatapungua. Sawa. Ukichemsha na jiko lako la gesi yatapungua. Sasa ile uliyopata ikiwa ya moto vile vile unakunywa nusu yake. Ile nusu iliyobakia ukirudi toka open jioni ndio unakunywa. Kama urudia. Unaelewa? Kama urudia. Yaani unachota tangawizi 2. Kubwa. 2 unaziosha au zimenyi. Sawa. Au zimenyi. Katakata unaweka kwenye blender unazipiga. Shina mpaka. Kumaliza pale unaipua, unazitoa unaweka nini? Kwenye sufuria. Unachoma maji lita 1.5. Unatia. Unaweka kwenye jiko unachemsha. Sawa. Inachemka vizuri tu. Sawa. Unaipua. Ukishaipua yote iliyobaki labda ndo nusu, mbaki lita 1.5 itabaki kama lita 1. Sawa. Kwa hiyo chemke vizuri kama chai tu. Paki ibakie lita 1. Sio paki ibakie lita 1. Ichemke vizuri kama chai. Sawa. Ibaki lita 1 na pointi. Sasa lita 1 utajikunda vipi kati inachemka? Utaona inaenda inapungua lita 1 hiyo. Lita 1 jani zime. Haiwezekani sio? Kwa makadirio kichemka tunashumu itapungua. Of course itapungua. Na tunashumu haitozidi lita 1 kama utakuwa unazingatia. Itakuwa lita 1 na point. Kwa absorption mimi itakuja lita 1. Kwa nusu ya hicho ulichokipata, uinywe wakati huo. Labda ndo asubuhi umeshanunua mandazi yako na chapati zako, ile nusu ndio mimi kwenye kikombe, unabidi uwe na nyumbani uwe na asali sasa pale. Yaani asali inabidi usitengane nao kuanzia leo. Asali saiba yako. Sawa, asali ninayo. Unachukua vijiko vyako 4 vya asali unakoroga kwenye chai yako. Sasa hiyo ndio inakuwa chai yako ile. Kwa mkaa pale unakunywa ile tangawizi inapenetrate vizuri pale huku na kama unakula na vitumbua na nini, baada pale unaondoka kazini. Sasa itakuwa imebakia nusu. Sawa. Ile nusu ukirudi tena jioni. Unaweza kuchemsha tena unakuta na vile vile. Unaweza kuchukua. Nusu unapasha moto. Unapasha moto. Inapokuwa na joto sababu unafahamu temperature inahusika katika chemical reaction. Sio shele mpaka temperature inahusika katika chemical reaction. Kwa hiyo inasaidia sana kwa sababu hiyo inacover ile part ya pressure ya damu. Kukimbiza damu. Kwa wakati dawa za nje zitaumua zile seli na damu inaingia kwa force. Kwa almost ndani ya siku 3 siku 4 kwa tunaona reaction kidogo inaanza percentage inaanza kuongezeka. Percentage inaanza kuongezeka. Hapo tumeelewana kwenye matumizi ya dawa. Nimekuelewa bwana. Tumeelewa vizuri? Nimekuelewa. Kwa hizo ndo dawa, Clean Master, dawa ya saikolojia, chupa ndogo Colorless, dawa ya visiki, dawa ya simbi, kuna dawa ya jembe mix na kitabu pia. Sawa. Kwa hapo tumeelezana vizuri tena sana kuhusiana na party hiyo. Kwa kama mtu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mtu akifanya kama hivyo. Sawa. Ndani ya siku 7 tu. Umeshirika vizuri. Sasa kwa sababu ni damage ilifanyika muda mrefu, kwa hiyo inabidi unafanya progressive. Programu ni sawa, kwa ni muendelezo. Wanafikiri kwa hapa matumizi ya hizo dawa tutakuwa tumeeleweka.